Jumatatu hii au Wafaransa wanasema lundi ya tarehe 24 mwezi wa 3 2025, kundi la M23 waliitisha wananchi Bukavu na walikuwa na mkutano wa kuwaambia wananchi wa Bukavu kama vile jinsi mtakavyoenda kuisikia. Hii inazidi kuzirisha jinsi gani kwamba bado M23 wapo katika mji wa Bukavu. Na kitu ambacho walikisema ni kwamba wazalendo wamekuwa wakiingia katika mji wa Bukavu bila gwanda, bila teni. Kwa kuwa mmekuja kusikiliza maneno ambayo itatamkwa na viongozi wa chama hapa Bukavu. So niko na maneno machache tu ya kuwaelezea, kwa kuwa mingi meya wa mji amewaelezea, mingi burgomestre amewaelezea. Na kama kukuwa kusikia meme neno moja tu na kualisha sikia, si ndio? Na muhimu ni kukuwa na volonte ya kusikia na kutenda ambao wamewazungumzia. Mimi sana sana ndagusia mambo matatu na yale yote yataendana na usalama. Unajua kwamba neno la kwanza ni kuwajulisha kwamba muda Kongo imeteseka, este ya Kongo imeteseka muda mrefu. Inakuwa zaidi ya miaka 25. Tuko katika mateso, tuko katika shida. Na hiyo shida tunailetewa na uongozi mbaya ambayo ilienda iko na badilishana pouvoir ya Kinshasa. Tunaelewana pale? Sasa hii muda ni muda yetu kubenefisie kwa hii wakati, ili kwa hii amani tuizalishe matunda. Tunaelewana? Hii amani yetu ambayo tuko nayo huku Kinshasa haifurahie. Ndio maana mimi neno ya kwanza ni kuwaomba hii amani tuikamate vizuri ambayo tumepata. Tunaelewana pale? Kusikue mtu mwenye atatuletea division kati yetu. Kusikue mtu atatuletea ubaguzi. Tunaelewana? Kwa kuwa Kinshasa silaha ambayo anabakia nayo ni silaha ya kuleta ubaguzi katika watu, akidanganya kwa marezo sosio. M23 AFC itaenda. Bongo yake hatutaenda fast. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa kuwa kufika yetu hapa, tumefika hapa sio kwa utaji yake. Sio ambaye amehitaji au ametuita mkuje hapa. Tumekuja kwa nguvu zetu. Naye kama iko na nguvu aje basi atutoshe. Tunaelewana? Ndio. Ile ndio kwa. Tunaelewana pale vijana? Ndio. Ya pili ni kuelezea kwamba sisi manifestation hatuyakubali, namna meya amesema. Kama kuna shida, mna uongozi, mpande kwa uongozi mwambie tuko na shida hii na hii, na hiyo shida ya mzuri ya ujumla ili wa viongozi waishurukie. Kwa kuwa kwenda kubarabara mnafanya manifestation haiko njoo itamaliza crise. Au contraire, ile manifestation tutawaconsidérer comme ennemi mwenye tunajua kwamba gouvernement ilikamata vijana ikawapatia masiraha eti ni wazalendo. Si mnajua hiyo? Ndio. Sasa wakati tutafanya manifestation, jeshi hatutajua kuwa differentier entre nyie na wazalendo. Tunaelewana? Kwa kuwa wazalendo hawavale teni. Tunaelewana? So kusudi tuepukane na hiyo, ndio maana hakuna manifestation inakubaliwa mweneo ambayo inaongozewa na AFC M23. Malalamiko yote ni kuipandisha kwa uongozi ngazi kwa ngazi, na hadi itapata suluhisho. Tunaelewana pale? Ndio. Tunaelewana? Ndio. So ya tatu ni kuambia muda hii ambao tunafikia sasa ni muda ya kuishi pamoja. Tunaelewana? Ndio. Ni muda sasa ya kutumika, le vivre ensemble et le travail pour le développement de notre entité. Tunaelewana? Ndio sema kama tunaishi pamoja, kama tunatumika, tutaendelesha hii mwingine yetu. Tunaelewana? Ndio. Tunaelewana pale? Ndio. So ndio maneno tatu nilikuwa ya kuwaelezea. Nimesema hivi. Nimesema hivi. Tunaelewana? Vijana tunaelewana? Ndio. Hili swala maoni yangu sasa kwamba nafikiria isingekuwa vizuri wazalendo wao wakiingia bila gwanda katika mji wa Bukavu. Ni mara 10 wajipange, wakishajimarisha
alafu ndo waje kuingia wao kama wanajeshi. Kitendo cha kusema kwamba wadogo wadogo wanaingia wadogo wadogo wanaingia, madhara yake ya hicho kitu kwa mtazamo wangu mimi, mtauisha watu wengi sana. Na mtakapouisha watu wengi sana, mtapenda hizi lawama ziende kwa M23. Sipo hapo kwa ajili ya kutetea M23. Lakini kama kweli tuna mapenzi ya dhati na wananchi wa Bukavu, na mpo tayari wazalendo kama mnataka kwenda kupigana na M23, chonde chonde, ingieni mko na gwanda, ingieni mkiwa na teni, ingieni mkiwa na nguo ya kijeshi, hivi kwamba M23 waweze kutofautisha raia na mwanajeshi. Raia na mwanajeshi waweze kutofautisha, na wakitofautisha basi hivyo vita vitabakia vya wanajeshi kwa wanajeshi, na sio wanajeshi na raia na wanajeshi. Hii hapa ni Red Pro Media. Nikuombe tena tafadhali subscribe, maana yake tuna habari bado nyingi sana ambazo tunataka kukuletea siku ya leo. Hapa nikiangalia kwenye faili nina habari bado 10 ambazo bado nazileta. Subscribe hivi kwamba uendelee kusikiliza kile ambacho bado nakujia nacho. Tena nawaambia nina habari nyingi sana. Please subscribe Red Pro Media. Naitwa Boss Elvis.